Suluhu Hassan oye! Naomba kuchukua fursa hii awali ya yote kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia uhai na ametuwezesha kukutana leo hapa. Kama alivyosema, mimi ni mwakilishi wa nchi yetu kwenye Jamhuri ya Malawi. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo ninamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuweza kunipatia nafasi hiyo, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutuamini sisi wasaidizi wake na kuendelea kumsaidia. Kwa hiyo ninapenda pia kuwapongeza nyie wananchi wa hapa Ileje kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuendelea kudumisha uhusiano wetu mzuri ambao upo kati ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Malawi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amesema hapa kwamba hapa ni karibu sana kuelekea Malawi. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni la kimkakati kwetu sote. Tunaona tunafanya biashara, ni biashara nyingi sana ambazo zinafanyika kati yetu na wa Malawi. Nimesikiliza kwa vizuri sana taarifa ambayo imetolewa kuhusu ni vitu gani ambavyo vinaingia kutoka Malawi, lakini ni vitu gani pia ambavyo mnapeleka kule Malawi. Wenzetu wamejikita sana kwenye upande wa kilimo, 80% wanategemea kilimo. Lakini kulingana na mabadiliko ya tabia nchi wamekuwa wanakumbwa na ukame wa mara kwa mara. Kwa hiyo hata uzalishaji unakuwa ni mdogo. Na ndio maana katika kipindi hiki tunaona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa mazao, bidhaa kama mahindi. Mahindi yanahitajika sana na wanaingia mikataba na nchi mbalimbali kwa ajili ya kufanya hivi. Lakini pia sisi kwa vile tuko hapa karibu, basi hatuna budi kutumia fursa hiyo ili kuweza kuongeza mapato yetu ya nchi, lakini pia kuweza kujipatia na sisi wenyewe wananchi kujipatia kipato. Kwa hiyo tufanye biashara, lakini pia biashara yenyewe tunapoifanya tufanye biashara kwa kuzingatia taratibu na kanuni ambazo zipo. Hapa tunaona kuna mpaka, kuna watu wa TRA, lakini ukienda upande wa pili kuna watu wa MRA. Kwa hiyo kama tutakuwa tunapitisha bidhaa bila utaratibu, lazima tutapata matatizo. Kwa hiyo tutakapokuwa tunafanya biashara zetu kwa utaratibu, basi biashara zetu zitakwenda vizuri na malengo yale tunayoyataka tutaweza kuyatimiza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema zipo fursa nyingi ambazo zinajitokeza, na kama nilivyosema, ya kwanza ndio kama hiyo ya mazao ya kilimo, lakini pia kuna fursa nyingine ndogo ndogo pia na pia fursa kubwa ambazo zipo kwa upande wa Malawi. Sasa hivi wenzetu kwenye serikali yao mpya wanahimiza uwekezaji pia kwenye masuala ya usafiri wa barabara, usafiri wa majini, lakini pia hata na usafiri wa ndege. Kwa hiyo shirika letu la ndege la Air Tanzania lina mkataba na serikali ya Malawi kwa ajili ya ndege yetu kwenda. Kwa hiyo itakuwa ni faida mojawapo, lakini pia sisi wafanyabiashara wa kawaida ambayo tuna magari yetu, usafiri ule wa kawaida wa barabara, tunaona kutoka hapa mpaka Chitipa ni karibu. Kwa hiyo kama kuna usafiri ambao ni wa uhakika wa kuwawezesha wafanyabiashara kwenda na kurudi, pia hiyo ni hatua nyingine ambayo tunaweza tukaangalia hizo fursa ili zisiweze kutupita. Lakini pia tunaona kuna changamoto ya barabara, na upande wa pili wametuambia kwamba upande ule imefika 50%. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba barabara itakapokamilika itawarahisishia kwenda na kurudi, kuingia na kutoka, kufanya biashara kwa urahisi, sababu miundombinu ikiwa mizuri inarahisisha ufanyaji wa biashara. Kwa upande wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaishukuru serikali kwa juhudi kubwa ambayo imefanyika ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya upande wa kwetu iko vizuri. Kwa hiyo tunawasubiri na wenzetu watakapokamilika, na kama mkuu wa wilaya alivyosema kwamba kituo hiki ni cha kimkakati pia ambacho kitarahisisha biashara, na pia kitakapokuwa kimekamilika, basi hata biashara usiku zinafanyika, sababu kitakuwa kinafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo kitawawezesha wananchi wetu pia kuendelea kuongeza mapato. Mbali na hapo, tunaona kuna ziwa ambalo liko upande wa kwetu na upande wa ndugu zetu, ambapo ziwa hili pia kwa upande wa kwetu pia nilipita upande wa Matema Beach kule kumeendelea sana. Lakini kwa upande wa wenzetu pia bado wanaendelea kuvutia uwekezaji huo
wa kuweza kuwepo na hoteli pamoja na nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo wale ambao wanaona kwamba wanaweza kufanya uwekezaji huo, pia kule wanakaribishwa pia kwenda kuwekeza. Lakini kuna bidhaa nyingine pia ambazo zinazalishwa. Tumeona kuna mazao kama karanga, kuna mazao kama macadamia, kuna kahawa, ijapokuwa sio kwa kiwango kikubwa, lakini yote hayo pia yanahitaji, na wenyewe wanahitaji kwamba kuyaongezea thamani. Kwa hiyo wanakaribisha pia uwekezaji kwenye viwanda ambavyo pia vitawasaidia kuongeza thamani kwenye mazao kama hayo. Kwa hiyo kuna fursa kama hizo ambazo zinajitokeza, lakini fursa nyingine ndogo ndogo, kuwekeza kwenye vitu vidogo vidogo kama hizo. Sio lazima kuwe na hoteli kubwa mtu anaweza kuwekeza, lakini hoteli ndogo ambayo mtu anaweza akaiweka kule akaita labda Ileje restaurant au ya kitu kama hicho, ambapo unapika vyakula vya Kitanzania, basi unaendelea kuhamasisha kuendeleza utamaduni wa Kitanzania, lakini ukiwa upande wa pili. Kwa hiyo hivyo vyote vinawezekana. Niliwaambia tu kwamba nimenoti nyingine, fursa nyingine ndogo tu ya kuosha magari, lakini kituo cha kuosha magari ambacho ni cha kisasa, ambacho unaweza ukakiweka pia, ambacho na chenyewe kinaweza pia kikakuongezea hela. Kwa hiyo hizo pia ni fursa ambazo kwa upande mmoja tunaziona, bali na hizo fursa kubwa labda za kujenga mahoteli au kujenga majumba makubwa ya starehe.